Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kubwa wa nusu fainali kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2025 2026 ambao tumetoka kuushuhudia kutokea katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid uliopo jijini Arusha. Ni mchezo wa nusu fainali ya kwanza ambapo mchezo huu uliweza kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union Wanamangushi kutokea Mkwakwani Tanga, ambapo ikumbukwe Simba katika hatua ya robo fainali waliondosha TRA United, huku Coastal wao wakiondosha Singida Black Stars, ambapo nusu fainali ilikuwa ni ya kibabe kweli kweli, lakini Simba wameweza kufanikiwa kuutawala mchezo huo na kuweza kuibuka na ushindi na kwenda hatua inayofuatia, yani fainali, michuano mikubwa ya kombe la CRDB Bank Federation Cup msimu wa mwaka 2025 2026. Fahamu katika kipindi cha kwanza Simba Sports Club walikuwa vizuri sana. Tunashuhudia dakika ya 19 kupitia Libase Gueye, mchezaji anayecheza katika eneo la winga wa kulia, akipokea pasi safi iliyopigwa na Neo Maema, basi akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kuongoza, na mpaka kipindi cha kwanza kinamalizika basi Simba walikuwa mbele kwa kuongoza bao moja. Katika kipindi cha pili Simba ndipo ambapo wamekuja kuivuruga kabisa klabu ya soka ya Coastal. Tunashuhudia dakika ya 58 kupitia cross safi iliyopigwa na mchezaji Libase Gueye, basi Nixon Clement Kibabage akaiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili. Na tunashuhudia kwa upande mwingine Simba Sports Club wakaendelea kulisakama lango la kikosi cha timu ya soka ya Coastal, lakini tunashuhudia dakika ya 76 kupitia Anthony Mligo, fullback ya kushoto alichukua nafasi ya Nixon Clement Kibabage, aliweza kuchezewa rafu mbaya ndani ya box na mwamuzi kuweza kuamuru kuwa penalti, na penalti hiyo kapigwa na team captain Rushan Dirock. Kwa utulivu mkubwa Rushan Dirock akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu, na Simba vile vile wakaendeleza msako katika lango la kikosi cha timu ya soka ya Coastal. Tunashuhudia dakika ya 80 kupitia pasi safi iliyopigwa na Selemani Mwalimu, basi mchezaji Clatous Chama Triple C akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 4, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameweza kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal na kwenda hatua ya fainali. Kumbukwe katika hatua ya fainali mchezo mwingine wa nusu fainali utachezwa kati ya Yanga dhidi ya Azam. Kwa mshindi moja kwa moja atakwenda kukutana Simba fainali. Tuambie hapo kwenye comment, je, fainali unaiona Simba ikienda kucheza na timu gani? Je, ni Yanga au Azam? Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, umeweza kufurahishwa na ushindi mnono ambao Simba wameweza kupata mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal, like video yetu afu tuambie, je, ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha katika mchezo huu wa Simba leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Coastal kumalizika na klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 na kuweza kutinga hatua ya fainali, ambapo kwa sasa wanamsubiri mshindi kati ya Azam ama Yanga, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa CCM Kirumba siku ya Jumapili kupitia aliwahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club Haji Sunday Manara, ambaye kwa sasa anafanya kazi za uchambuzi wa soka, lakini watu wengi wanapenda kumsikia nini ambacho anakisema pindi Simba na Yanga zinafanya vizuri. Manara anasemaje? Anasema hivi: hongera Kolo, hapa kiwapa ushindi ama kongole klabu ya soka ya Simba kwa kuweza kutinga hatua ya fainali. Akaandika hivi: tulikuwa tunawasubiria kwa hamu, ngoja tumalizane na Azam kisha tutakuja kumalizana na nyie. Huyo ni Manara akithibitisha kwamba wanataka kwanza kumaliza mchezo mgumu dhidi ya Azam, na mara baada ya hapo wanataka sasa waingie fainali wakaonyeshane kwamba nani mwamba wa soka nchini Tanzania kati ya Yanga na Simba Sports Club. Ni maoni, mtazamo kwa kile ambacho amekisema Manara. Una nafasi ya kushuka eneo la comment na kushare maoni yako.